Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu tena, wana Padri Pio. Nashukuru Mungu kwa wakati huu na kwa mambo mengi mazuri ambayo Mungu anazidi kututendea katika maisha yetu. Tuzidi kumtumainia Mungu, tuzidi kumsadiki Mungu, tuzidi kusali. Tunaposali, tunapomsadiki Mungu, naye hutuongoza, naye hututendea. Ni kuweka tu imani yetu kwake Mwenyezi Mungu. Mtumainie Mwenyezi Mungu. Tapata somo kutoka kitabu cha Yoshua sura ya 6 mstari wa 1 hadi wa 5. Milango ya kuingilia mjini Yeriko ilikuwa imefungwa imara kwa ndani kuwazuia Waisraeli wasiingie. Hakuna mtu aliyeweza kuingia wala kutoka katika mji huo. Mwenyezi Mungu akamwambia Yoshua, angalia, mimi nitautia mikononi mwako mji wa Yeriko pamoja na mfalme wake na askari wake shujaa. Wewe na wale watu wenye silaha wote mtauzunguka huo mji mara moja kila siku kwa siku 6. Makuhani 7 kila mmoja akiwa amechukua baragumu yake ya pembe ya kondoo dume watatangulia mbele ya sanduku la agano. Katika siku ya 7 mtauzunguka mji huo mara 7 huku makuhani wakipiga mabaragumu. Watakapopiga hayo mabaragumu kwa mlio mkubwa, na mara tu mtakaposikia huo mlio, watu wote watapiga kelele kubwa, nazo kuta za mji zitaanguka chini. Ndipo watu watauvamia mji, kila mmoja kutoka mahali aliposimama. Neno la Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo tena, wana Padri Pio. Milango ya kuingilia mjini Yeriko ilikuwa imefungwa imara kwa ndani kuwazuia Waisraeli wasiingie. Milango ya kuingilia mjini Yeriko ilikuwa imefungwa imara kwa ndani kuwazuia Waisraeli wasiingie. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu tena, wana Padri Pio. Yaani kufungiwa nje. Kufungiwa nje. Kwamba uko ndani kuna mambo, kuna vitu watu wamefanya uko ndani ya kuzuia wewe usiweze kuingia. Ila hali uko ndani ndio baraka zako ziko. Wamefungia kwa ndani, mikakati ya uko ndani tu watu wamefanya. Ni mbinu za kibinadamu. Ni mbinu za kibinadamu za kufanya wewe usipate chochote katika mikono yako, na kila kitu kiko huko ndani, umefungiwa nje. Kufungiwa nje. Wamefungia kwa ndani. Kwa hiyo inamaanisha huwezi ukafungua from outside. Ukiwa huko nje huwezi ukafungua uingie.
Mm. Na hiyo milango imefungiwa kwa ndani, na lengo lake kuu ni kuzuia Waisraeli wasiingie. Kwa hivyo si tu hawajafunga tu kufunga, hiyo kufunga ni ya kuzuia Waisraeli wasiingie. Hiyo kufunga ni ya kuzuia mimi na wewe tusiweze kuingia. Mm. Mbinu za kibinadamu za kutuzuia tusifanye nini? Tusiingie. Tumsifu Yesu Kristo. Na kweli hakuna mtu aliyeweza kuingia wala kutoka katika mji huo. Hii ni hatari. Huwezi ingia, huwezi toka. Mm. Hakuna mtu aliyeweza kuingia wala kutoka katika mji huo. Mwenyezi Mungu akamwambia Yoshua, angalia, mimi nitautia mikononi mwako mji wa Yeriko pamoja na mfalme wake na askari wake shujaa. Mungu anaingilia kati. Hataki mimi na wewe tufungiwe nje. Mhm. Kwa hivyo Mungu anaingilia kati na atatia mfalme huo mji na askari wake shujaa, the best military, watakuwa chini yako, watatiwa katika mkono mwako, kwa sababu Mungu ameingilia kesi. Mm. Mungu atatia huo mji na mfalme na askari wake shujaa mikononi mwako. Ukisikia wako katika mikononi mwako, inamaanisha kwamba ni wewe utaamua cha kuwafanyia. Hawatakaa na mamlaka, hawatakuwa na mamlaka yote juu ya maisha yako. Mm. Hawatakuwa na mamlaka yote juu ya maisha yako. Wewe na wale watu wenye silaha wote mtauzunguka mji huo mji mara moja kila siku kwa siku 6. Mm. Uzunguka na watu wenye nini? Silaha. Kumbukeni, hivi ni vita vya kiroho. Kwa hivyo, kwa sababu ni vita vya kiroho, inafaa tuvae au tuwe na silaha za kiroho pia.
Lazima tukuwe na silaha za nini? Za kiroho. Na silaha za kiroho ni nini? Sala, misa, rosari, novena, adoration, kwenda kuabudu ekaristi, kusoma neno lake Mwenyezi Mungu, kuishi maisha matakatifu, kuwa karibu na Mwenyezi Mungu kila wakati. Tunahitaji watu wenye silaha ambao mimi najua ni nyinyi wana Padre Pio na wengine, watu wa kusali, watu wa kutegemea. Silaha, watu wenye silaha. Kama una silaha inamaanisha hautakuwa kwenye hii vita, kwa sababu wewe utakuwa unachangia nini? Kwa hivyo jiulize, je, hizo silaha zenye Mungu anataja, zenye nimetaja, damu takatifu Yesu Kristo ifanye kazi. Kwa hivyo shika silaha. Haya ni mapambano, ni vita vya kiroho. Vita vya kiroho, watu wenye silaha. Usikuje bila silaha. Hawa jamaa walikuwa tufungie nje, watakujeruhi, watakuua, watakufanyia kitu ambayo sio mzuri. Na ni kuzunguka mara moja kila siku kwa siku 6. Maombi ya Yeriko, ya kuangusha ukuta, ya kuangusha madhabahu, ya kuangusha misingi ya kishetani, ya kuangusha lazima tuangushe ukuta wa Yeriko, maana baraka zetu ziko huko ndani, maendeleo yetu iko huko ndani, wametufungia nje. Mara 7 mara 6 kwa siku 6 tuzinguka. Fanya sala zako za Yeriko, hata nyumbani kwako, hata mahali pako pa kazi. Fanya Yeriko prayers. Neema za Mungu, ushindi wa Mungu ukwe juu yetu. Watatanguliwa makuhani 7, kila mmoja akiwa amechukua baragumu yake ya pembe ya kondoo dume, watatangulia mbele na sanduku la agano.
makuhani watatangulia, ekaristi itakuwa mbele. Ni Kristo mwenyewe anatuongoza au anatutangulia katika hivi vita. Ekaristi ikuwe mbele. So kwa hivyo hata tunapofanya sala zetu, unapofanya sala zako, jifunze kutumia mapadri waambie wakutangulie na misa, tangulie na mambo fulani tu, kusomea misa, kukuombea, na tunamwambia tu Father, endelea kunikumbuka katika nia zangu. Makuhani watutangulie. Na katika siku ya 7 mtauzunguka mji huo mara 7. Mutazidisha. Kama ulikuwa unafanya rozari moja, kama ulikuwa unafanya sijui ngapi, utazidisha. Utazidisha. Zidishe maombi. Ukuta unaenda kuanguka. Ukuta unaenda kufanya nini? Kuanguka. Katika siku ya 7 mtauzunguka mji huo mara 7. Tutazidisha, huku makuhani wakipiga mabaragumu. Watakapopiga hayo mabaragumu kwa mlio mkubwa, na mara tu mtakaposikia huo mlio, watu wote watapiga kelele kubwa, nazo kuta za mji zitaanguka chini. Unasikia baragumu, mapadri wanapiga. This is different kelele ambayo inaangusha ukuta, divine noise. Inaangusha ukuta. Kwa hivyo aina yote ukuta, aina yote vizuizi katika maisha yangu, maisha yetu, maisha yako, ambavyo vinakuzuia kusonga mbele, kupiga hatua. Ukuta unapoanguka, vizuizi zote zinapoanguka, vamia. Kachukue kile ambacho ulikuwa umenyimwa, umefungiwa sasa. Ingia ukachukue afya, ukachukue kazi, ukachukue ndoa, ukachukue maendeleo, ukachukue promotion, kwa mashamba, vingi, vamia. Ingia, chukua kilicho chako. Vamia, ingia. Kwa hivyo ana Padre Pio ni kuangusha ukuta wa Yeriko. Na ni sala tu, ni misa tu, ni novena, ni kufunga. Hivi vyote vitatusaidia katika
kuangusha ukuta, kutoa sadaka zetu. Tushikilie maombi ndio tuweze kuangusha nini ukuta, kwa sababu tumefungiwa nje, tusije tukapata chochote. Mungu anaenda kutusaidia sana. Kuvamia, unapata pia uingie, uchukue kilicho chako uondoke, vizuizi zote, ukuta wote ambao alikuwa amekujengea ili usipate kilicho chako, Mungu aondoe na aondoe kabisa. Tuombe Mungu atusaidie yaliyo yetu tuweze kupata, tusifungiwe nje tena na aina yote ya ukuta ya Yeriko ambao umeinuliwa katika maisha yetu. Tunaomba tu Mungu afanye nini? Aondoe. Mungu aondoe, mambo yetu yaweze kuenda vizuri. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa jina la Baba na Mwana Roho Mtakatifu, katika jina takatifu la Kristo. Mungu, nakushukuru kwa siku ya leo na kwa yote ambayo unazidi kutenda katika maisha yetu. Naomba Mungu ukatutumie nguvu za Roho wako Mtakatifu. Roho Mtakatifu atuongoze na kutulinda, atupe ujasiri wa kusali, ujasiri wa kusali na kuangusha ukuta wa Yeriko, maana baraka zetu ziko huko ndani, zimefungiwa. Umefungia mambo yetu mengi ya maendeleo huko, ili wao wafaidike peke yao na sisi tusipate chochote. Hiyo roho ya kufungiwa nje tunaikataa. Aina yote ya kizuizi, aina yote ya vizuizi katika maisha yetu ambavyo vinatuzuia kupata, Mungu atende na atende kabisa. Vizuizi viondoke, ukuta wa Yeriko uanguke na uanguke kabisa, ili tuweze kuingia ndani na kuchukua kilicho chetu, kama katika mikono zetu, mikono za watoto wetu, familia zetu, mahali petu pa kazi, kwa huduma, ili tuweze kuendelea mbele. Watu wasije wakatuzuia kusonga mbele au kupiga hatua katika maisha. Damu takatifu Yesu Kristo iendelee kufanya kazi. Kutani pia na mahitaji yetu mengine, Mungu, ya kimwili na kiroho. Tulinde na tutusaidie kabisa katika maisha yetu ya kila siku. Nashukuru Mungu Baba,
Nashukuru Mungu Mwana, nashukuru Mungu Roho Mtakatifu, nashukuru na Padri Pio kwa maombezi yake. Padri Pio, endelea tu kutuombea. Mama Bikira Maria, mama yetu, usituache, zidi na kutuombea. Naenda kuwabariki. Bwana awe nanyi, awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Asanteni sana wana Padri Pio. Mungu azidi kuwalinda, Mungu azidi kuwakinga na mpata shetani. Tuendelee kusali, ukuta za Yeriko lazima zianguke. Ni fadhaga. Tumsifu Yesu Kristo.